Yesu asifiwe, wafuatiliaji wa channel ya Motomoto TV. Kwa majina naitwa Edward Amosi, natokea katika huduma ya Pentekoste Motomoto inayopatikana pale Boko Chama chini ya Askofu Dr. Eliasafi Matayo. Ninapenda kuwakaribisha katika ibada zetu kila Jumapili ambapo tunaanzia majira asubuhi. Karibuni sana tuweze kumwabudu Mungu sote pamoja. Walete wenye shida, wenye mahitaji, matatizo na wagonjwa mbalimbali, nao watafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Ninapenda kuzungumza nawe usiku wa leo kwa habari ya neno moja dogo sana, lakini lenye nguvu na linaloweza kukusaidia kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Napenda kuzungumza usiku wa leo kwa habari ya somo linalosema tumia ushuhuda wako kama daraja la kukuvusha ng'ambo. Tumia ushuhuda wako kama daraja la kukuvusha ng'ambo. Napenda tusome habari moja ambayo tumeisoma sana makanisani na mkini tumehubiriwa sana, lakini kuna kitu kidogo tutaangalia katika sura hii na yenye maana pana sana katika maisha kama Mkristo na maisha nje ya Kikristo. Kwa sababu ulimwengu tunaoishi tunaishi katika maisha ya Kikristo ya kiroho, lakini pia tunaishi katika maisha ya kimwili. Na kanuni zote za maisha ya kimwili. Somo letu tajikita kuangalia kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari wa 31 mpaka 37. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 31 mpaka 37. Nitasoma kwa jina la Yesu. Nasema, na maneno hayo aliyosema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumuita. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. 33. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Mstari wa 34. Ninaomba kama una Biblia ya karatasi, ninaomba unaweza ukapigia mstari maneno haya kuanzia mstari wa 34 mpaka 37, ambao utajikita zaidi katika somo letu la leo la utumia ushuhuda wako kama daraja la kuvuka ng'ambo. Na kama una Biblia kwenye simu, unaweza kwenye Biblia takatifu unaweza ukaweka alama ya rangi ili isikuchanganye na usipoteze kama kumbukumbu. Mstari wa 34. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba na dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. 36. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Mungu bariki neno hili katika jina la Yesu. Amen. Tunaona habari hii ya kijana mmoja anayeitwa Daudi. Huyu Daudi hakuwa mwanajeshi na hakuwahi kufanya kazi ya jeshi. Bali Daudi yeye alikuwa ni mchungaji wa kondoo za baba yake. Ni kijana aliyetoka katika familia maskini isiyofahamika katika nchi. Sasa Biblia inasema kuanzia sura ya kwanza, ikatokea kukaa kuna vita katika taifa la Israeli. Na vita hii ilikuwa ni taifa la Israeli pamoja na taifa la Filisti. Biblia inasema wakaweka vita kwa muda mrefu sana. Na katika taifa la Israeli
palikuwa na mfalme aliyekuwa anaitwa Sauli. Sauli akaliongoza jeshi lake kwenda kupigana na Israeli. Biblia inasema kwamba wakati wapo vitani, wamepamba vita, katika jeshi la Wafilisti palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa shujaa. Mtu huyu aliitwa Goliati. Huyu Goliati alikuwa ni mkubwa, na Biblia inasema na msifu alikuwa ni shujaa wa vita na amepigana vita tangu ujana wake. Sasa wakati wamefika vitani kati ya wana wa Israeli na Wafilisti, Wafilisti wameweka kambi katika ng'ambo ya bonde na Israeli wameweka kambi upande wa huku. Biblia inasema kila siku asubuhi na jioni, huyu Goliati Mfilisti aliweza kutoka nje ya hema lao, akawaambia wana wa Israeli, kama kuna mwanaume mwenye nguvu na atoke huko aje kupigana na mimi. Maana yake ni kwamba nyinyi wa Israeli, nyinyi hakuna mwanaume kwenu. Nyinyi nyote ni dhaifu. Nyinyi nyote ni wanawake tu. Hamna ubavu wa kutufanya chochote. Sikiliza. Japo vita hii ilikuwa ni ya taifa na taifa, lakini uwezo wa taifa kuokolewa ulikuwa unategemea maamuzi ya mtu mmoja ambaye angeweza kupigana kwa ajili ya taifa lake. Na hapa ndipo watu wengi inapotugharimu. Kuna wakati tunashindwa kufanya maamuzi ya kama sisi wenyewe kupigana kwa sababu tunatazamia katika mtazamo mwingine kwamba hili jambo mimi ni mdogo, hili jambo linataka watu fulani, ama lingeweza kufanywa na watu kadha wa kadha. Lakini Biblia inasema, Goliathi akasema, atakayepigana na mimi mtu mmoja kati yenu, huyo ndiye ambaye atakayeshinda atakuwa mtumwa wa mwenzake. Maana yake utumwa wa Filisti unategemea mimi kushindwa Goliati, ama utumwa wa kwenu, huyo ambaye atakuja kupigana na mimi ndiye ambaye atasababisha ninyi mwe watumwa. Biblia inasema wana wa Israeli waliposikia neno lile walifadhaika sana. Sikiliza nikwambie mpendwa, taifa la Israeli ni taifa ambalo tangu mwanzo Mungu alilichagua, na ni Mungu amelijifunua katika taifa hili kwa vitu vingi sana. Unaposoma katika sura ya Kutoka, kitabu cha Kutoka, hapo unaona Mungu akipasua bahari na watu wakapita, na wakati hakuna Mungu yoyote duniani ambaye aliweza kupasua bahari, lakini aliweza kusimamisha mafuriko ya mto Yordani, na kuwa hakuna Mungu yoyote aliweza kufanya hivyo. Na Mungu aliwafanya Israeli washinde katika vita nyingi sana kwa mikono yao, lakini wakati wa Goliath aliposimama walishindwa. Ni kwa nini walishindwa kujitokeza? Ni kwa sababu hawakutunza ushuhuda zao. Sikiliza, napozungumza ushuhuda sio jambo linalokuja, bali ni jambo ambalo limeshatokea tayari, limeweka katika kumbukumbu, ndio linaloitwa ushuhuda. Sasa kuna wakati unatakiwa ushuhuda utumie kama silaha. Unaweza kuupekenyua mahali ambapo umekaa, kwenye kabati ulipofungia, kwamba mwaka fulani nakumbuka Mungu aliweza kunifanyia 1, 2, 3, na amini kama Mungu aliweza kunifanyia hivi, manake hata hapa Mungu anaweza kunivusha nikaenda katika hatua nyingine. Hilo wana wa Israeli hawakulijua, walisahau. Sikiliza, sio tu wao walijiona kwamba ni dhaifu, maana yake ni kwamba hata Mungu wao ni dhaifu, hawezi kuwatetea. Hiyo ndio tafsiri kamili ya wapi nguvu ya huyo Mungu. Ndivyo Filisti anavyosema, anavyotukana majeshi ya Mungu, kwamba si ninyi, hata huyo Mungu wenu hawezi chochote, hawezi kunifanya lolote. Ngoja nikwambie, Mungu hawezi kukufanyia jambo kama wewe haupo tayari Mungu akufanyie hilo jambo. Mungu hawezi kutenda jambo ambalo wewe huwezi kuamini kama anaweza kulitenda. Changamoto ni kubwa, wengi tunaangalia mazingira, lakini Mungu haangalii mazingira. Mungu anaangalia ule utayari wako katika imani yako. Je, unaamini Mungu anaweza kukuvusha, anaweza kukupigania, anaweza kukuokoa, anaweza kufanya? Hicho ndicho Mungu anachotaka. Ndio maana unaposoma kwenye Yeremia 33:33 anasema niite nami nitetika. Alafu na kuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Sasa Biblia inasema ikawa siku moja Yese alikuwa na watoto wake 3 ambao walikuwepo kule katika kambi ya Israeli, walikuwa ni wanajeshi. Sasa kama mzazi akamwambia Daudi, nenda niletee taarifa za ndugu zako, yamkini wamekufa, mimi sijui huku, nenda ukaniletee taarifa zao, kama ni wazima ama wamekufa, yawezekana wamejeruhiwa vitani, isipokuwa nenda ukaniletee taarifa. Biblia inazidi kusema wakati kabla ya kwenda, Yese akampatia chakula mtoto wake Daudi,
naye akaenda. Alipofika katika kambi ya Israeli, Biblia inasema hajakaa vizuri, akasikia sauti ya Mfilisti akisema, akitukana kwa habari ya jeshi la Israeli, kwamba kama kuna mwanaume kati yenu uko ng'ambo na avuke tuje kupigana. Biblia inasema moyo wa Daudi ulijaa ghadhabu kwa sababu ya maneno ya yule Mfilisti. Unapozungumza, Daudi hakuzidi miaka 20, alikuwa ni kijana mdogo sana asiyejua chochote kwa habari ya vita, lakini kwa sababu ndani yake alikuwepo roho ya Mungu, Biblia inasema akaghadhabika sana, kwa sababu haiwezekani huyu mtaifa asiyetahiriwa aweze kutukana jeshi la Mungu. Labda niseme kwa Mkristo, ni mara ngapi umekuwa ukiumia pale unaposikia Mungu wako akitukanwa? Na inakuwa chachu. Naomba niseme, unaposikia Mungu wako anapozungumza habari za Yesu anasema vibaya, ninaomba moyo wako uumie. Kwa nini Yesu anadhalilika? Kwa sababu si wewe bali ni Yesu. Daudi akaumia, kwa nini Mungu anadhalilika katikati ya mataifa yasiyotahiriwa? Akawauliza walikuwa pembeni, mfalme anasema nini kuhusu huyu mtu? Wale akamwambia, mfalme hana cha kusema, tumekaa hapa kwa muda mrefu na hatujui cha kutenda, tunasubiri uongozi wake. Mfalme amekaa kimya. Yamkini labda na wewe unasubiria hivyo, labda baba yako ainuke aseme jambo fulani, ama mkurugenzi ainuke aseme jambo fulani, ama mume wako aseme jambo fulani. Angalia Daudi anasema atafanya nini? Wameshindwa kusema. Maana yake kukubali kukaa kimya ni sawa na kukubali kushindwa. Maana yake hatuwezi. Nani atakayeweza kumpiga yule Goliathi? Ni mkubwa, ni mzoefu wa vita. Lakini Daudi akauliza kwamba je, atapewa nini yule ambaye atakayempiga huyu Goliathi? Biblia inasema wale watumishi wakamwambia, atakayempiga huyu Goliathi atapewa, ataozeshwa binti mfalme, lakini pia nyumba yake itakuwa na heshima, familia yake itaheshimika zaidi. Biblia akasema, kamwambieni Sauli, mimi naenda kupigana vita. Mkamwambie Sauli asiumie moyo, tazama yuko mtu atakayepigana. Biblia inasema wale watu wakamwendea Sauli. Ndio tunasoma kuanzia 31. Wakamwambia Sauli, tazama yuko mtu anayeweza kupigana. Biblia inasema Sauli akamwambia, mleteni huyo Daudi. Daudi alipofika pale kwa Sauli, hata majemedali wa jeshi walishangaa. Wakamwona ni jana mdogo sana, hana ukomavu wala uzoefu. Wanatafuta historia yake. Je, ni msomi? Hapana. Amekuwa hata mgambo? Jibu ni hapana. Ana uzoefu wa biashara? Hapana. Lakini anasema nina uwezo kwenda kupigana. Wakati zinatafutwa CV za kibinadamu, Daudi alikuwa hana. Lakini tazama, Daudi anazo CV za kiungu ambako ndani yake umo ujasiri. Anasema hivi, ninayaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Maana sio mimi, ni Mungu. Kwa msaada wa Bwana natenda mambo makuu. Maana sio mimi, ni Mungu mwenyewe. Hata kama mimi nitatenda, sio mimi, ni Mungu. Sasa sijajua wewe ni lipi linalokutatiza, linalokufanya uone umeshindwa, wakati Mungu yuko ndani yako. Yeye anaweza kutenda kila jambo, isipokuwa hawezi kutenda jambo, anasubiri maamuzi yako. Angalia kwenye mstari wa 34, inapotafutwa sasa CV imekosekana, lakini Daudi ana uchu ndani yake ya kwenda kupigana vita. Anaamini ninaweza, ninaamini atanikomboa. Anamwambia, sikiliza mfalme, mimi Daudi nilikuwa nikichunga kondoo za mtumwa wako baba yangu. Wakati ninachunga, tazama alikuja dubu, nikamkamata dubu nikamuua. Akaja simba, nikakamata ndevu zake nikamuua. Yule Mungu anaonyesha kabisa. Hebu angalia, yule Mungu huwezi kusema huyu Mungu. Unasema yule Mungu lazima uonyeshe jambo fulani ambalo limeshapita, ni kama ni la zamani sana. Yule Mungu kule aliyeniokoa na makucha ya dubu na simba, ndiye yule Mungu yule kule atakayenitetea hapa na mikono ya Filisti huyu asiyetahiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Daudi anatumia kielelezo cha kilichopita
na kuamini kama Mungu alinivusha katika lile, Mungu huyo ana uwezo kunivusha katika hili. Sikiliza, watu wengi tunapopita katika magumu, wakati mwingine tunasahau yale Mungu aliyotutendea. Hebu fikiria, ni wakati gani ulipoumwa na ulipona bila dawa? Ni wakati gani ambapo akili zako zilifika mwisho, lakini neema ya Mungu kavuka? Ni wakati gani ambapo ulihitaji kwenda kupata kazi, vyeti vikagoma kabisa, kila unapoenda kampuni nasema hapana, lakini kwa neema ya Mungu, kwa neno la Mungu ukavuka? Kama Mungu alikutendea katika yale, kwa nini asikutendee katika hili? Naomba penda kutumia ushuhuda wako. Ni kweli leo tunapenda kutumia ushuhuda za wenzetu, kwamba unapoona mpendwa akishuhudia ushuhuda wake kanisani, nao unatiwa moyo. Lakini nataka niseme, ule ushuhuda wa mtu mwingine hauna nguvu kama ushuhuda wa kwako mwenyewe. Kwa sababu ushuhuda wako una nguvu. Unajua ni wapi Mungu alipokutetea, unajua ni wapi Mungu alipokutoa, unajua ni Mungu amepigana nawe katika mangapi. Unajua kuna wakati ambapo akiweza kuzisema hapa katika hili siwezi, lakini ukashangaa tu unavuka. Walikwambia bwana, kwa CV zako hapa hamna kazi, lakini ukapigiwa simu asubuhi. Ni mara ngapi ulikuwa hauna fedha, lakini kwa neema ukashangaa umepata kazi ndogo, lakini fedha unaipata. Yale mambo madogo madogo ama yaliyo mbele yako yasiwe kizuizi kwako, kwa sababu kama Daudi asingemshinda Goliati asingepewa ufalme, kwa sababu kigezo cha Daudi kupewa ufalme ilikuwa ni kigezo cha kukabiliana na Goliati, kwa sababu huwezi kuwa mfalme kama huwezi kuwapigania watu wako. Kwa kushinda kwa Daudi Sauli kuwapigania watu wake, alishinda ufalme, na kushinda kwa Daudi kwa Goliati ndiko kumpa nafasi ya ufalme. Lakini angalia, anasema atapata nini? Nyumba yake itaheshimiwa. Maana nyumba ya baba yake Yese kapata kuheshimika kwa kutumia mtu mmoja tu, tena mdogo. Wakati kaka zake wakina Eliabu walikuwepo pale vitani, walishindwa, lakini Daudi akaheshimisha nyumba ya kwao. Lakini zaidi akapata mke yule alikuwa ni mtoto wa mfalme. Angalia ni nafasi gani. Hebu wazia wewe kama kijana wa kike ama wa kiume kupata fursa ya kuolewa na mtoto wa rais ama kumua mtoto wa rais. Je, haikupi ufahari katika maisha yako? Haikupi thamani? Haikupandishi shati? Haikupi maarufu? Hebu wazia jambo lile kama lingekuwepo katika dunia leo ya kisasa yenye kamera, inaandishwa habari, ina mitandao ya kijamii, lingekuwaje? Daudi anasema, sikiliza, Mungu yule aliyenitetea katika hili na hili, hili ndilo, yule Mungu ndiye atakaye niweza kunivusha mimi na kuniokoa na mikono huu Mfilisti asiyeteliwa. Biblia inasema baada ya pale, kipi alichokifanya Daudi? Alichukua hatua. Sio Daudi alisema vile akasema nipelekeni kwanza nikajifunze mambo ya vita. Hapana. Aliposema vile hakukaa pale, aliamua kuanza safari yake. Na hichi ndicho kinachowagharimu wengi, kwamba tuna imani lakini matendo yako wapi? Hatuna. Na Biblia inasema kwamba imani bila matendo imekufa. Amini kwamba Mungu ananiwezesha, alafu chukua hatua, tenda. Usiangalie ugumu uliokuwa mbele yako. Hapana. Daudi angeangalia uzito wa Goliati, asingeweza. Alikuwa ni mkubwa, ni shujaa, ameua wengi, kapigana wengi, lakini ameshindwa. Lakini Daudi anasema Mungu yule atakayeniokoa ndiye atakayeniokoa hapa. Hakutumia ushuhuda kwamba Mungu yule aliyepiga pasua bahari ya Shamu ndio Mungu yule ambaye ama yule Mungu aliyeshusha moto kule mlimani kwa Elia ndiye atakayeniokoa. Hapana, anatumia ushuhuda wake. Usilazimishe kusema uko wapi Mungu wa Elia. Wewe mwenyewe unaye Mungu. Elia alikuwepo, alifanya kazi, akamaliza, akaondoka. Lakini na wewe andika historia ya ushuhuda wako kwenye maisha yako, ili utakapokuwa na nafasi utumie na watu wengine waje kutumia ushuhuda wako. Usianze kuhangaika na Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Zimepitwa na nyakati. Lakini sasa tumia Mungu wewe ulionionekania. Mungu uko wapi uliyeniumba? Mungu uliyenivusha uko wapi katika? Ninakuhitaji na sasa. Tumia huo ushuhuda. Alipoenda, Biblia inasema Daudi alipoenda anakutana na yule Mfilisti, anasema unanijia kwa panga, unanijia kwa fumo, unanijia kwa, lakini angalia, tazama, mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Ngoja nikwambie kilichotokea. Baada ya kusema vile, Biblia inasema yule Mfilisti Goliati, mwili wote alikuwa amevaa chuma na alikuwa amevaa kofia ya chuma. Palikuwa na nafasi ndogo sana kwenye kapaji lake la uso. Ulikuwa huwezi kuingiza mkuki kwenye vazi lake, hauwezi kuingiza panga kwenye vazi lake. Lakini angalia, baada ya kusema vile, Daudi anachukua hatua ya kwenda kukabiliana naye.
Anamwambia Bwana Mungu leo atakutia kwenye mikono yangu. Anachukua kombeo, anazungusha, analiachia. Daudi hakulenga. Sio kwamba alikuwa ni mtu mwenye shabaha. Kilichomuua Goliati sio lile jiwe. Kilichomuua Goliati ni ile imani ya Daudi. Ndiyo hicho kilichomuua. Biblia inasema Goliati akapigwa na ile jiwe, akafa pale pale. Na Israeli ikapata kushinda. Natumaini kwamba utatumia sasa ushuhuda wako wa maisha yako wewe mwenyewe. Wewe ndio unayejua shahidi wa maisha yako, hakuna mwingine. Na kama wewe hauwezi kujijua ni nani, hakuna mwingine atakaye kujua. Kama hauwezi kujijua ni wapi ulikotoka, hakuna atakayeweza kujua. Kama huwezi kujijua Mungu alikuponya kwa kiasi gani, hakuna mtu atakaye kujua. Hata kama ni mchungaji wako unasali kwake kila siku, au ni mama yako aliyekuzaa unakaa nyumbani, hawezi kujua namna gani Mungu anakutetea. Haleluya. Sasa unaweza kusema huyo ni Daudi. Lakini naweza kukwambia katika ile Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 5, tunamwona mtu mmoja Ezekieli, ambaye Biblia inasema huyo Ezekieli aliumwa. Baada ya kuumwa, Isaya nabii akamwendea akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa maana hutaishi, unakufa. Hebu angalia neno kama hili. Anayezungumza ni nabii, anayezungumza ni mchungaji, anayezungumza ni mwangalizi wako, anayezungumza wewe, maana hutapona, unakufa. Maana kutengeneza mambo ya nyumba yako, anza kuandaa ulisi. Kama una shamba Kibiti, gawa ulisi. Kama una nyumba Boko, tengeneza mapema. Kama una eneo kule gawa mapema, andika ulisi, utakufa. Biblia inasema Ezekieli aliposikia vile, hakuongea na nabii tena. Ile alichokifanya, aligeuka, anamkumbusha Mungu mambo ya zamani. Anamwambia Mungu, kumbuka nilivyoenda katika ujana wangu. Kumbuka Mungu nilivyotenda nyumba ya Israeli. Kumbuka Mungu nilivyotendea kanisa lako. Kumbuka Mungu nilifanya matengenezo ndani ya taifa la Israeli. Kwamba walikuwa wanaabudu miungu, lakini nilisimama mimi nikapigana. Taifa zima likakurudia wewe. Kumbuka Mungu. Biblia inasema baada ya Ezekieli kumkumbusha Mungu, Mungu akamwambia Isaya, rudi tena kule kule. Ndipo Isaya anaporudi kwa Ezekieli anamwambia, sikiza, Bwana amesikia maombi yako na kilio chako. Hautakufa tena, bali na kuongezea miaka 15. Lakini kipi kilichomuongezea Ezekieli miaka 15? Ni kwa sababu ya ushuhuda wake aliyoutumia, ndio uliompa nafasi Ezekieli kuishi tena kwa miaka 15. Manake lipo tumaini, hata kama umeandikiwa kufa, hata kama ni mgonjwa wa mauti wa kufa, sikiliza, hautakufa ikiwa utatumia ushuhuda wako wa vile Mungu alivyokutendea. Ikiwa utamshirikisha Mungu ushuhuda wako kwamba Mungu, ninajua ulinitendea 1 2 3, ulinivusha katika hili na lile, ninajua Mungu hata hili unaweza kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi langu na nachua neno hili litakuvusha kutoka sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine. Ni wakati ambapo kweli dunia na mengi, na tunamhitaji Mungu zaidi. Na kama tunamhitaji Mungu zaidi, hatuna budi kutangaza matendo yake makuu zaidi aliyotutendea, sio aliyowatendea wengine. Huu ni wakati sio kusema kwamba Mungu wa Elia sio Mungu wa Yakobo. Mungu wangu wewe, Mungu le. Hata kama hujakutendea, mwambie Mungu tu, ule ndani papumziki mimi kila siku. Ndiye Mungu anajua tukanivusha hapa. Na kwa neema ya Mungu utatoka hapo mahali hapo na kwenda sehemu nyingine. Amen.